tunalinua jina lako, Father, we glorify your name maana wewe ni Mungu usiyeshindwa. because you are the Lord who never fails. Neema yako imetufanya tuwe hai leo. Your grace has made us to be live today. Neema yako imetufanya tuwe hapa leo. Your grace has made us to be here Ndio today. maana tumekuja kukuabudu na kulinua jina lako, That's why we have come to glorify your name and maana worship uko you. mwema. Because you're good. Pokea heshima, Receive honor. pokea utukufu, Receive glory. maana wewe ni Jehova Rafa, Because you are Jehovah Rapha, unayetuponya na magonjwa. who heals us of Maana wewe sickness. ni Jehova Rohi, Because you are Jehovah Roy, unayetulinda. who keeps us. Maana wewe ni Jehova Jire, Because you are Jehovah Jireh, unayetushughulikia. who sustains us. Nani aliye kama na wewe Bwana? Who is like you, Lord? Hayuko na hata kuwa milele. Who will be, who was, who is, and who will be. Sifa na utukufu zikurudi. Praise and worship Ndio maana return to you. tunakuabudu That's why we worship you. na tunasema uko mwema, And we say you're good. kwa jina la Yesu In Kristo, Jesus' name. amen. Amen. Kitabu cha Mwanzo 45 Book of Genesis 45, kuanzia mstari wa kwanza from verse 1 mpaka ule wa 8. up to 8. Mwanzo 45, Genesis 45, Mwanzo Genèse chapitre 45 ubereberye ana mutano moja yake okuva ku lusooka mpaka ile ya 8. up to 8. Genesis, Nani msomi mzuri wa kizungu hapo atusomee? Genesis 45 verse 1 to Bene iko humu? Then Joseph Oh. Karibu tusomee. Then Joseph could not refrain himself before all them that stood by him, and he cried, "Cause every man to go out from me." And there stood no man with him, while Joseph made himself known unto his brethren. And he wept aloud, and the Egyptians and the house of Pharaoh heard. And Joseph said unto his brethren, "I am Joseph. Doth my father yet live?" And his brethren could not answer him, for they were troubled at his presence. And Joseph said unto his brethren, "Come near to me, I pray you." And they came near. And he said, "I am Joseph your brother, whom you sold into Egypt. Now therefore be not grieved, nor angry with yourselves that ye sold me hither, for God did send me before you to preserve life. For these 2 years hath the famine been in the land, and yet there are 5 years in which there shall neither be earing nor harvest. And God sent me before you to preserve you a posterity in the earth, and to serve your lives by a great deliverance." Number 8. So now it was not you that sent me hither, but God, and he has made me a father to Pharaoh, and lord of all his house, and a ruler throughout all the land of Egypt. Amen. Amina. Tukae kwa jina la Yesu. Let us be seated in Jesus' name. Leo nazungumzia kuhusu neema ya Mungu itakufanya uzifikie ahadi zako. Today I'm going to talk about God's grace will make you reach your promises. Neema ya Mungu itakufanya ufikie ahadi zako. God's grace will make you reach your promises. Haleluya. Hallelujah. Mwambie tena mtu, neema ya Mungu itakufanya ufikie ahadi ulizo nazo kwa maisha yako. Tell somebody next to you that God's grace will make you reach the promises that you have in your life. Kila mtu ana ahadi za Mungu maishani mwake. Every person has God's promise in his or her life. Lakini unaposoma Biblia, But when you read the Bible, utakuta kuna wale walikuwa na ahadi lakini wakakufa bila kuzifikia. you will read that there are those who had promises, but they died before they reached those promises. Lakini wewe hautakufa kabla hujafikia hiyo ahadi kwa jina la Yesu. But you will not die before you reach those promises. Amen. Hautakufia mjangwa kwa jina la You will Yesu. not die in the desert in Jesus' name. Utafikia ahadi ya Mungu. You will reach God's promises. Haleluya. Hallelujah. Kuna wale walikuwa na ahadi lakini hawakuzifikia. There are those who had promises, but they did not reach the promise. Kama Musa.
Just like Moses, Musa hakuingia Kanani Moses did not enter Canaan. kama wale wengine waliotoka Misri, Even those who got out of Egypt, walishia mjangwa. they were finished up in Lakini the desert. kufikia ahadi ya Mungu But to reach God's promise ni neema. is grace. Amen. Amen. Mungu ameongea nawe mambo mingi, God has spoken to you many words. na kama hajaongewa nawe, Biblia inajaa ahadi mingi, And if he has not spoken to you anything, the Bible is full of many promises. na kitakufanya uzifikie And what will make you reach those promises neema ya Mungu. is God's grace. Na hii ni mwaka ya neema ya Mungu. And this is the year of God's grace. Haleluya. Hallelujah. Tunaongea habari za Yusufu. We are talking about Joseph. Yusufu alikuwa mwana wa Yakobo, Joseph was a son to Jacob, na mama yake aliitwa Raheli. and his mother's name was Rachel. Yusufu akapendwa sana na baba yake. Joseph was loved so much by his father. Baba yake akamshoneshea kanzu ambayo ilikuwa na rangi mbalimbali. His father made him a coat with different colors. Na kwa sababu Yusufu alipendwa na baba yake, Because Joseph was loved by his father, ndugu zake wakamchukia. his brothers hated him. Wakamchukia sana. They hated him so much. Sababu gani walimchukia? Why did they hate him? Sababu ya mambo tatu. Because of three things. Kwanza, First, sababu baba anampenda. the first thing, that because his father loved him. Kuna wale wanakuchukia juu Mungu anakupenda. There are those who hate you because God loves you. Haleluya. Amen. Ndio maana hawatakumaliza juu, wanakuchukilia bure. They'll not manage you, they'll not finish you because they're hating you for nothing. Wakamchukia tena sababu baba amemshoneshea kanzu. They hated him, the second thing, that because his father made him a coat. Wakamchukia juu ya ndoto zake. They hated him because of his dreams. Juu alikuwa na ndoto mzuri. Because he had good dreams. Na kila kilota And every time could dream, alikuwa anakuja waelezea. he could come and tell them. Usielezee kila mtu ndoto yako. Don't tell every person your dream. Usielezee kila mtu maono yako. Don't tell every person your vision. Usielezee watu mipango zako. Don't tell people your plans. Sababu kuna mwingine utamwelezea ni mchawi, anakuchawika na haitafanyika. Because there's somebody whom you will tell and yet is a witch and will bewitch the plan and will not come to fulfillment. Mwaka hii chunga siri. This year, keep secret. Ambia mtu pale chunga siri. Tell somebody there, keep secret. Mwambie tena chunga siri mwaka huu. Tell the person, keep secret this year. Haleluya. Hallelujah. Yusufu Joseph iko naelezea ndugu zake, is telling nimelota. his brothers, I've dreamt. Nimelota tena. I've dreamt again. Mpaka wakampanga jina Bwana Ndoto. Until they nicknamed him a dreamer. Jina lake Bwana Ndoto. His name is a dreamer. Sababu tu ya ndoto zake. Because of his dreams. Kuna ndoto ingine ya mzuri inabidi kuichunga. Elezea njo watu wa Mungu. Haiko kila mtu njo taelezea. There are some good dreams that you have to keep for yourself or tell people of God. Don't tell every person. Kuna watu wameshindwa fikia mambo makubwa juu hawana siri. There are some people who have failed to reach big things because they don't have secrets. Na wanapojua mambo yako, mipango yako, ni hapo wanaanza kuroga. And when they know your issues and your plans there, and then they start bewitching you. Hallelujah. Hallelujah. Nikiwa na pesa If I have money, $1,000,000 $1 million, naficha mahali, and I've kept it somewhere, hakuna mwizi ataniingilia. no thief will storm in my house. Lakini nikieleza, But if I talk about it, namwambia huyu mimi nina pesa, if I tell this one that I have money, kadi nilitoa kwa banki, this is a card I na hii got from pesa the bank, nimeficha and mahali. even this money I've kept it in such a place. Ataambia mwingine, She'll tell somebody, ataambia mwingine, another one tell another one. na mwizi anajua. And then a thief will know. Usiku anagonga. At night he will knock. Tunataka ile pesa. We want that money. Juu hakuna siri. Because there's no secret. Na shetani ni hivi, anapiga watu wengi vita, na mpango ulipanga haitafanyika juu ulikosa siri. That's how the devil hits some people for the plan that you planned, and because you talked of it, and devil will hit you because you don't have secret. Yusufu ilibidi ambie baba yake tu Joseph needed to tell only his father na mama yake, and his mother. lakini na ndugu zake wote But I told all his brothers. akawaelezea. He told them.
Vita mingi There are many battles zinatoka kwetu natoka. that comes from where we come from. Mtu hakujua hawezi kupiganisha. Somebody who does not know you cannot fight against Lakini you. yule anakujua But the one who knows you ni yule is anakupiganisha. the one who fights against you. Yusufu Joseph, alikuwa na neema ya Mungu juu ya maisha he yake. had God's grace upon his life. Tulipokuwa kwa maombi ya siku 3 hapa, We were in 3 days fasting and prayers here. nilieleza juu ya safari ya Yusufu. I talked about the journey of Joseph. Ilikuwa na ngazi 5 It had 5 steps yenye Mungu alimtoa 0 mpaka hero. that God got him from 0 to hero. Mungu ndiye anabariki yaka. God is the one who blesses. Ukishikamana na Mungu, If you hold on God, atakutoa mahali, he will get you from somewhere anakupeleka mahali. and takes you somewhere. Shikamana na Mungu hii mwaka, Hold on God this year. atakutoa He will mahali, get you from one place atakupeleka mahali. take you to somewhere. Mtu anaweza kuchekelea leo Somebody can laugh at you na today, hajue kesho but yako. does not know your tomorrow. Ambia huyo mtu, Tell that person, mimi na Mungu, I and God na ananitoa is mahali getting me from na somewhere, ananipeleka mahali. taking me somewhere. Mungu iko na kupeleka mahali. God is taking you somewhere. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Yusufu Joseph, kuanzia kundoto alilota, from the dream he dreamt, ilibidi hiyo ndoto itimilike, it needed the dream to be fulfilled. na akaanza safari. And it started the journey. Safari alianzia wapi? Where did the journey begin from? Mshimo. From the pit. Nilikuambia hiyo 5P I told you those 5 P's ya safari ya Joseph, of the journey of Joseph. na P ya kwanza ni pit ama pwi, shimo. And the first P is a pit or chinya. Mule ndio alianzia safari. That's where he began his journey. Pit, Pit, shimo, birika la pwi. chinya, pit. Alipoota ndoto, When he had the dream, siku moja one day baba yake anamtuma, nendo angalie ndugu zako. his father sent him to go and see his brothers. Anahangaika sana kutafuta ndugu He zake, suffered so much to look for his brothers. akapata ndugu zake, He got his brothers. lakini ndugu zake walimfanyizia nini? What did his brothers do to him? Wakamtupa kushimo. They threw him in the pit. Mwanzo 37:20. Genesis 37, 32. Chapter 20. Chapter 20. Chapter 37 verse 20. Basi kujeni tumuue, tumtupe ndani ya moja la birika, na tutasema nyama wa mwitu wamemkula, na tutaona nini itakayokuwa juu ya ndoto zake. Come now therefore, and let us slay him, and cast him into some pit, and we will say, some evil beast has devoured him, and we shall see what will become of his dreams. Akaanza safari mshimo, He began his journey in the pit. wakamtupa ndani ya shimo, They threw him in the pit. wakasema tutaona They said, we shall see kama ile ndoto itafanyika. whether the dream will come to pass. Wakachukua nguo lake, They got his clothes. wakamwaga damu, They poured his blood. wakasema tutaambia And baba, we shall tell our father nyama wa pori wamemkula. that wild animals has devoured him. Njoo mwanzo ya safari ile. That was the beginning of his journey. Pit, Pit. ndani ya shimo, From the pit, akaanzia safari huko, he began the journey there. lakini anabeba ndoto kubwa. But he's carrying big dream. Nyota zimeshuka mbele yake, The stars have bowed before him. na iko mshimo. But he's in the pit. Ayubu sura 8 mstari wa 7 Job 8:7. inasema hata kama mwanzo wako ilikuwa mbaya, ilikuwa mdogo, mwisho yako itakuwa kubwa. That even if your beginning was bad and was small, but your end will increase and will be good. Sijalishi mwaka 2021 tangia tarehe 1 mpaka saizi nini naendelea kwa maisha yako, lakini mwisho utaimaliza na utukufu kwa jina la Yesu. No matter 2021 has begun, I don't know how it has begun, maybe in a bad way, but your end will be good. Haleluya. Hallelujah. Yusufu aliyeanzia ndani ya shimo alimaliza kuwa ministre. Joseph, who began in the pit, he ended up being a prime minister. Ndani ya shimo In the pit, ile pe ya kwanza, that first P, kuna mambo 4 za kujifunza. there are 4 things to learn. Jambo la kwanza, The first thing, utatenda mazuri unalipwa mabaya wakati uko kwenye ile shimo. you will do good, you are paid evil
when you are in that pit. Yusufu analetea ndugu zake chakula. Joseph has brought for his brother food. Wako na kula chakula aliwaletea, yeye wanamvua manguo wanamtupa kushimo. He brought them food, they are eating the food, but they have removed his clothes and have thrown him in the pit. Ni hapo tajikuta unatendea watu mazuri, lakini wanakuroga kila siku, wanakuongea vibaya, wanakupiga vita. That's where, ni shimo, ni mwanzo wa safari tu. That's where you find yourself, you are doing good to people, but they are paying you evil. They are talking ill of you. They have thrown you in the pit and they are doing you bad. Ni mwanzo tu. That's the beginning. Jambo la pili ukiwa kwenye shimo. The second thing, when you're in the pit. Nguo ya Yusufu wakaimwagia damu yenye haikuwa damu ya Yusufu. The clothes of Joseph, they poured blood which was not blood of Joseph. Ukiwa kwenye shimo. When you're in the pit. Watakupakala maneno ya mubaya hata zile haukufanya. They'll smear you with bad things that you didn't even do. Watakuita hata mwizi, uko mlozi, uko mtu gani, ni nguo yako wanapaka damu, lakini haijakuwa mwisho, ni mwanzo ya safari tu. They'll call you a witch, they'll smear you with bad things, they'll call you evil names. That is just a beginning. They've thrown you in the pit. Jambo la tatu unapokuwa kwenye shimo. Third thing, when you're in the pit, unasahauliwa. You are forgotten. Hata watu wenye walikuwa nakuita hawatakuita tena. Even those people could call you will not call you again. Wanakusahau kabisa. They have forgotten you completely. Sababu kwa mshimu. Because you're in the pit. Hata ndugu zako wa karibu. Even your close brothers. Wanakusahau kabisa. They forget you completely. Nao walikuwa napitaka kwako asubuhi kukusalimu, hautamuona tena. Even the one who could pass by and greet you, not see the person anymore. Sababu uko kwenye shimo. Because you're in the pit. Lakini hautakufia kwa shimo. But you'll not die there in the pit. Ni mwanzo tu. That's the beginning. Bado safari inaendelea. The journey still continues. Jambo la nne. The fourth thing. Unapokuwa kwenye shimo. When you're in the pit. Angalisho na Rubeni. Be watchful with the Reubens. Pale tuandike angalisho na Rubeni. Just right there. Be watchful with the Reubens. Rubeni ni nani? Who is Reuben? Rubeni alikuwa ndugu ya Yusufu. Reuben was a brother to Joseph. Lakini alikuwa anapanga nini? What was he planning? Alikuwa anapanga jioni. He was planning that evening. Akamate Yusufu. That he gets out Joseph. Amrudishe kwa baba yake Yakobo. And take him back to his father Jacob. Lakini Mungu anapanga nini? But what was God planning? Mungu anapanga Yusufu aende Misri. God was planning Joseph to go to Egypt. Warubeni. The Reuben. Ni bale batakutosha mumupango ya Mungu. There are those people who get you out of God's plan. Utawazia beko na kusaidia. You think they're helping you. Kumbe wanakutosha muplani ya Mungu. Yet they're getting you out of God's plan. Mungu, God, kuna vitu vingine anaruhusu uvipitie. There are some things he allows you to go through them. Jua kupeleke kwa utukufu. That it takes you to glory. Rubeni atakia saa vile anakia kusaidia. But Reubens will come like they want to help you. Kumbe wanakurudisha kwa Yakobo. Yet they're taking you back to Jacob. Ijapokuwa Mungu, if not God, Mungu anakutaka Misri. Yet God wants you in Egypt. Kule ndio tabarikiwa. That's where you'll be blessed. Hallelujah. Hallelujah. Angalisho na wale watu wa kukurudisha nyuma. Be watchful to those people who take you backward. Angalisho na wale wa kuletea mashauri mabaya unapopitia vipindi vigumu. Be watchful to those people who bring you bad advice when you're passing through hard times. Hao ni Warubeni. Those are Reubens. Wanataka wakurudishe. They want to take you back. Urudie tena kwa baba, kwa Yakobo. That you go back to Father Jacob. Haturudi nyuma kwa jina la Yesu. We shall not go backward in Jesus' name. We are going forward. Tunasonga mbele. We are going forward. Pamoja na Zoruba tunasonga mbele. With all the storm we are going forward. Pamoja na yote tunayokutana nayo. With all what we meet. Tunasonga mbele. We are going forward. Kwa jina la Yesu. In Jesus' name. Wale wanakupiga vita wajue wewe ndio Yusufu ya hiyo familia. Those people who are fighting against you, they don't know that you are Joseph from that family. Hallelujah. Amen. Yusufu. Joseph. Wanamuhusisha. They sold him. Wanasema aende. They let him go. Tutaona. We shall see. Kama whether hiyo ndoto that dream itafanyika. Will come to fulfillment. Tutaona. We shall see. Kama hiyo ndoto whether that dream itatimilika. Will be fulfilled. Yusufu anakuja Misri. Joseph comes to Egypt. Wanamfikisha kama mtumwa. They made him rich as a slave. Anakuwa kwenye soko. He was in the market. Wanaanza uliza biashara ni ngapi? They started asking, how much is this? Huyu mtu anauzisha. This person whom they are selling ndio msaada wao wa kesho. Is the helper of you there tomorrow. Kama shetani kuna kupiga vita, if devil is fighting against alishaona una nguvu. He sees you have strength. Hawezi kupiga vita ovyo ovyo. He cannot fight you without any reason. Watu kwenye soko
wako nauliza Yusufu ni pesa ngapi, People were bargaining how much Joseph was. lakini saa ya jioni But in the evening, Potifari akakuja mnunua, Potiphar came to buy him. akamleta paka mnyumba yake. Brought him up to his house. Yusufu akakuwa pii yake ya pili, ngazi yake ya pili mnyumba ya Potifar. Joseph, his second P, found himself in the house of Potiphar. Ndani ya nyumba ya Potifari mna mambo ine. In the house of Potiphar there are 4 things. Jambo la kwanza, The first thing, huyu Potifari imani yake na imani ya Yusufu zilikuwa tofauti. that Potiphar and Joseph, their faith were different. Huyu Potifari alikuwa Muislamu. Potiphar was a Muslim. Huyu Potifari alikuwa mtu mkubwa sana kwa Farao, Potiphar was a great person to Pharaoh, na alikuwa na pratike nguvu za giza Potifari. and he could practice magic to Pharaoh. Lakini But Mungu alikuwa pamoja na Yusufu. God was together with Joseph. Unapokuwa kwa Potifari utakutana na uchawi mingi, watakuroga sana, lakini hawatakumaliza juu Mungu atakuwa na wewe. If you are in Potiphar's house, the witches will bewitch you so much, but they'll not finish you because you are together with God. Ni kiwango utakuta wanaanza kuroga sana, That is the level you'll find people are bewitching you so kwa much. ndoto wanakuroga In the sana, dream they bewitch you. uchawi zile za ajabu sana, Marvelous sorcery, lakini hawatakumaliza but they'll not finish juu you Mungu because God atakuwa pamoja na will wewe. be together with you. Jambo la pili, kwa nyumba ya Potifari, The second thing, the house of mke wa Potiphar. Potifari ni jaribu. The house of Potiphar is a temptation. Bibi Or the wife of Potiphar is a temptation. ni jaribu. She's a temptation. Utakutana na majaribu mingi, You will meet many temptations, lakini inabidi uzishinde. but you need to overcome them. Ni hapa watu watakwambia That's what people will tell you. twende kwa mfumu, Let us go to witch man. tutakufanyizia We hivi. shall do you this and that. Inabidi ushinde hiyo yote, You need to overcome all that sababu ni safari tu, because it is just a journey. haujafika. You haven't reached here. Ndani ya nyumba ya In the Potifari house of Potiphar ni nafasi ya kuomba sana. is a place that you need to pray so much. Yusufu aliendelea na kuomba, Joseph continued with prayers. hakuacha Mungu He wake. did not leave his God. Potifari aliinuliwa juu ya Yusufu. Potiphar was promoted because of Joseph. Kuingia tu kwa Yusufu mnyumba ya Potifari, Just when Joseph entered in the house of Potiphar, Potifari akasema kijana huyu iko na Mungu, Potiphar said, this boy has God. akamwinua He elevated him akamwambia, and told him, unakuwa mkubwa hapa you are now the boss here kwa mambo yangu yote. in all my issues. Mwanzo 39. Genesis 39. Yosefu akaletwa nchini Misri. Potifari akida wa Farao, mkubwa wa walinzi wa Misri, akamnunua kwa mkono wa Waishmael walioshuka naye kule. Genesis 39 verse 1. And Joseph was brought down to Egypt, and Potiphar, an officer of Pharaoh, captain of the guard, an Egyptian, bought him of the hands of the Ishmaelites, which had brought him down thither. Bwana alikuwa pamoja na Yosefu, naye alikuwa mtu wa heri, akakuwa nyumbani mwa bwana wake Misri. And the Lord was with Joseph, and he was prosperous man, and he was in the house of his master, the Egyptian. 3. 3. Bwana wake akaona ya kuwa Bwana alikuwa pamoja naye, na kama Bwana alibariki maneno yote aliyoyafanya mikononi mwake. And his master saw that the Lord was with him, and that the Lord made all that he did to prosper in his hand. Mstari wa 4. 4. Yosefu akapata neema kwa macho yake, naye alimtumikia, akamweka msimamizi wa nyumba yake, na vitu vyote vilivyokuwa navyo akavitia mikononi mwake. And Joseph found grace in his sight, and he served him, and he made him overseer over his house, and all that he had he put into his hand. Yusufu akapata neema.
Joseph got grace. Upate neema hii mwaka kwa jina la Yesu. Get grace this year in Jesus' Pata neema name. kwa watu unaishi nao. Get grace before Pata people neema you kwa live wakubwa. with. Get grace. Neema upon ilikuwa kwa Yusufu. Grace was upon Joseph. Alipoingia mnyumba wa Potifar, Entered the house of Potiphar. Mungu akainua Potifar. God elevated Potiphar. Hiyo neema iko juu yako. Let that grace be upon you. Kila kutapita, Wherever you pass, watu let wafanyikiwe, people prosper. watu Let wabarikiwe people be blessed kukupitia wewe. through you. Nyumba ya The Potifar, house of Potiphar, Mungu alikuwa na Yusufu. God was with Joseph. Yusufu akapata neema, Joseph got grace. na hii ndio ilimletea majaribu. And that's what brought him trial. Lakini jambo la nne, mnyumba ya Potifar, But the first thing in the house of Potiphar, Mungu alikuwa na mtrain kumwandaa Yusufu juu ya uminister. Ndio maana alimleta karibu ya mtu mkubwa juu ajifunze kwake jinsi atajikomporte wakati atakuwa ministre. God was training him in the house of Potiphar how will he behave when he has become a minister, a prime minister. Haleluya. Amen. Najua mtu mkubwa, You know a great person, kuna gisi wanajichukua kama mtu mkubwa, there is a way they behave like big people. na ilibidi ajifunze hapo. So he needed to learn from there. Haleluya. Hallelujah. Ilibidi ajifunze kwa He Potifar. needed to learn from Potiphar. Kuna watu Mungu anaweza uleta karibu yako juu upate kitu kwake na ujifunze kitu kwake. Usione tu ubaya, me upate kitu kwa ule mtu. There are some people whom God can bring close to you. Don't look at the negative part of it, but get something from those people whom God has brought close to you. Kuna wakati sisi tunaona tu mabaya tu, mabaya tu, mabaya tu. Hatuone pia mzuri kitu unaweza toa kwa ule mtu. There's always, sometimes we see the negative part of it from the person, but yet we would see something good that you can draw from that person whom God has brought close to you. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe Praise the milele. Lord so much. Yusufu akajaribiwa na mke wa Potifar. Joseph was tempted by the wife of Potiphar. Mke wa Potifar akamwambia, The wife of Potiphar told him, ukilala nami if you sleep with me, nitakuinua tena sana. I'll elevate you so much. Mume wangu hakuwake hapa. My husband is not Alikuwa na around. okazio yote ya kufanya dhambi, He had all the opportunity of committing sin, lakini akakataa but he refused. na akakimbia And he ran mpaka mke wa Potifari akabeba nguo yake. up to the point of the wife of Potiphar grabbed his Na clothes. ni hii ndiyo alionyesha, That he showed it outside. huyu kijana alitaka kunibaka huyu. This boy wanted to rape me. Wakamchukua wakamtupa pia yake ya tatu prison. They got him and threw him in his 30p prison. 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 Wanamtupa huko. They threw him there. Tuone kitakachofanyika. We see what will happen. Sasa hii mambo yote anapitia, Now all this situation is going through. ndugu zake kule hawajui, His brothers there do not know. wanajua tushamuuzisha. They knew they had sold him. Kama atakufa fie huko. If he dies, let him die from Hawajue there. tena historia yake. They don't know his history. Oh, mimi nalota. Oh, I dream, I'm a dreamer, I Sasa dream. saa hii iko wapi na ndoto yake? Now where is he with his dreams? Hawajue neema iko natembea naye. They didn't know grace is moving to Neema iko na wewe. Grace is with you. Usikate tamaa wala Don't tumaini. lose hope or don't lose hope or give up. Ikuwe ungali kupi yako ya kwanza huko kupiti, If you are in your first P, haiyakuwa mwisho. that is not the end. Kama huko kwa ya pili kwa Potifar, If you are in your second P at Potiphar, haiyakuwa mwisho. now this is not Kama the huko end. kwa ya tatu prison, If you are in the third one, prison, ndani ya prison in prison ni fasi pabaya sana, is a very bad place. lakini mule mu prison But in that prison, Mungu akamwinua tena Yusufu, God elevated Joseph, akamwinua hapo. elevated him there. Hiyo Mwanzo 39. That Genesis 39, Genesis 39:20. And Joseph's master took him and put him into the prison, a place where the king's prisoners were bound, and he was there in the prison. 21. But the Lord was with Joseph and showed him mercy and gave him favor in the sight of the keeper of the prison. 22. And the keeper of the prison committed to Joseph's hand all the prisoners that were in the prison, and whatsoever they did there, he was the doer of it. Amina. Amen. Yusufu hata kuprison akapata kibali.
Joseph, even in prison, he got favor. Ndani ya prison In prison, kuna mambo pia za kujifunza. there are some things that we should learn from there. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Kila kipindi unaweza pitia mu maisha, jifunze kitu. Every period that you pass through in life, you need to learn of it. Jifunze kitu. Just learn something. Ndani ya prison In prison, ilikuwa fasi ya connection. it was a place of connection. Kwenye Yusufu atenda pata connection za kumubeba palace. That Joseph is going to get connection to take him to palace. Yusufu ndani ya prison Joseph in prison, alitafsiri mandoto za watu. he interpreted dreams of people. Na kati ya wale watu waliwatafsiria, And among those people whom he interpreted their ni dreams, mule mtu mmoja alikia tokea na kamuinua. among them there somebody came up and elevated him. Wakati uko ndani ya prison, When you're in prison, njosa ya kujua rafiki mzuri ni nani. that's the time to know who is a good friend. Jusa ya shida, Because it's a time of problem. marafiki wote wa faida wanakimbia. All good friends run away from you. Wa faida. Of profit. Barafiki ya faida. Those friends who look for profit run away from you. Kuna barafiki wanakiaka kwako, wanajua uko na kazi, uko na gari, uko na connection, kuna kitu atapata kwako. There are some friends who come to you because they know you have a job, you have a vehicle, you have things, then they come just to get connection from you. Wakisikia bwana amekukimbia, If they hear your husband has run away from you, wakisikia kazi imeisha, they hear the job has ended, kwambia kwaheri, they say bye bye. na namba yako wanaiblock. Even they block your number. Utakuwa na shinda na simu, You'll be holding your phone the whole day inabakia night. tu radio ya kusikia muziki. It will become just a radio to hear music. Hakuna wa kukuita, Nobody calls you. hawaoni tena faida. They don't see profit out of you. Ukiona mtu anakukumbuka na uko mshida, ni rafiki wa karibu. If you see somebody has remembered you when you're in problem, that is a close friend. Hallelujah. Hallelujah. Ndani ya prison In prison ni fasi ya connection. is a place of connection. Njoo kujua rafiki wako mzuri. That's when you should know good friends. Wale wanakufuata apate chikumi kwako, wanajua na hela, hawajakuwa rafiki wazuri. Those who follow you because they know you have 100 shillings, they want money from you, they are not friends. Na ukiwa hospitalini, uko kwa prison, kazi imeisha, uko mshida na wanaendelea kuja, wale ndio rafiki wazuri. But when you are in prison, you are sick in hospital, you have lost your job, you have problem, and they continue following you, know those are the real friends. Ndani ya prison In prison ni fasi ya kusahauliwa. is a place where you can be forgotten. Yusufu Joseph, wakati kuna tafsiria ndoto, when he was interpreting dreams, alimwambia mtu mmoja hapa, he told one person here, utanikumbuka you will remember me. iliyokuwa siku ya kuzaliwa kwa Farao, alifanya karamu kwa watumishi wake wote, akanyanyua kichwa cha mkubwa wa wanyweshaji na kichwa cha mkubwa wa okaji katikati ya watumishi wake, akarudishia mnyweshaji kuwa mnyweshaji wake, akamleta kikombe mkononi mwa Farao. 12. Lakini akatundika mkubwa wa waokaji kama Yosefu alivyotafsiria ndoto. 13. Lakini mkubwa wa wanyweshaji hakukumbuka Yosefu, lakini alimsahau. I'm reading Genesis 40 from verse 20 to 23. And it came to pass the third day, which was Pharaoh's birthday, that he made a feast unto all his servants, and he lifted up the head of the chief butler and of the chief baker among his servants, and he restored the chief butler unto his butlership again, and he gave the cup into Pharaoh's hand, but he hanged the chief baker as Joseph had interpreted to them. Yet did not the chief butler remember Joseph, but forgot him. Amen. Lakini akamsahau. But he forgot him. Ni fasi ya kusahauliwa. It's a place where you are forgotten. Ushona wanakusahau. If you see you are forgotten, wako na gawa invitation za harusi zinaisha zote, umesahauliwa. They are giving out the cards of invitation and they don't give you of wedding, you know you are forgotten. Na sasa unauliza unasema, oh sorry, zimeisha yote. And when you ask of it, they say, oh, all the cards are over. Roho ya kusahauliwa ishindwe leo kwa jina la Yesu. Let the spirit of being forgotten be defeated today. Tunakemea roho ya kusahauliwa. We are casting away the spirit of being forgotten. Katika jina la Yesu Kristo. Neema ya Mungu kufanya ukumbukwe. Let the God's grace make you to be remembered.
Roho ya kusahauliwa ni The mbaya. spirit of being forgotten is bad. Tunaifukuza We are chasing it kwa away. jina la In the Yesu. name of Jesus. Ukumbukwe hii mwaka. Be remembered this year. Mwaka hii This year. wakukumbuke. Let people remember you. Haleluya. Hallelujah. Kuna ndugu moja There's one brother. walikutana na president mahali. They met with the president somewhere. President akamwambia nikumbushe siku fulani. President told him, remind me on such a day. Kuna kazi fulani inabidi nikupatie. There's a certain job that I need to give you. Ndugu akipiga simu, When this man called, oh sorry nilisahau. said, oh, I forgot. Na nishapana ile kazi. And I've given out that job. Lakini utachunga kukiwa ingine ndakuita. But you'll wait when there's another opportunity I'll give you. Na mpaka leo Up to now. roho ya kusahauliwa The hii spirit of being forgotten. tunaikemea kwa We are jina la Yesu. chasing it away in Jesus' name. Watu wawili wanalota ndoto. Two people had dreams. Wanaambia Yusufu. And I told them to Joseph. Yusufu anaambia wa kwanza, we maana ndoto yako batakufungula na batakutundika utakufa. Joseph told the first person they'll release you and you'll be hanged. Wa pili, maana ya ndoto yako, The meaning of your dream, watakufungua na utainuliwa. you'll be set free and elevate you. Lakini unikumbuke But remember me kwa ufalme yako. in your kingdom. Lakini niliposoma hapo, But when I read here, kuna kusahauliwa zingine Mungu anakuwaka na ruhusu there are some people being forgotten that God allows. jua kupangie mambo mazuri zaidi ya ile ungepata ile wakati. That he plans you better things that you get from that one. Haleluya. Hallelujah. Sasa huyu mwokaji angekumbuka Yusufu, angemsaidia je? Now, if this chief brewer remembered Joseph, what could he do for Joseph? Nafikiria angemfanyizia mambo mbili. I think he would do him two things. Kwanza angemsaidia atoke ku prison. The first thing will help him to get out of prison. Ya pili The second, angempa kazi kunyumba yake, juu kazi ya Yusufu alimwambia kama mimi nilikuwa nakoropa kwa Potifari, basi ndio ilikuwa kazi yangu na ndio vile walinifunga hapa. he would give him a job of mopping his house because Joseph had told him that he was a cleaner in Potiphar's house. Mungu hakupenda apitie hiyo. Mungu akasema tulia kwanza hapa, muda wangu inakuja. God did not allow him to be remembered. He told him, settle there first. My time has not yet come. Muda ya Mungu ikifika inafika. When God's timing comes, he has come. Muda ya Mungu ni muda iliyo bora. Now God's timing is the right time. Mwanadamu anaweza kakusahau. Human being can forget about you. Jinsi nabii anauliza, Just as a prophet is asking, je, mzazi anaweza sahau mtoto anayemnyonyesha? that can a breastfeeding mother forget her baby? Ndiyo, inawezekana. Yes, it is true. Lakini Mungu anasema, But God is saying, mimi ni baba yenu, I'm your father. sitawasahau. I'll never forget you. Mwanadamu anaweza akakusahau, Human being can forget you. mbingu hazitakusahau. Heaven cannot forget Baba you. yako anaweza Your akakusahau, father can forget you. Mungu God hatakusahau. will not forget you. Mume wako anaweza Your akakusahau, husband can forget you. lakini mbingu But hazitakusahau. heaven will not forget you. Mbingu zitakukumbuka. Heaven will remember you. Mwaka hii This year ni mwaka ya kukumbukwa. is a year of being remembered. Mbingu zikukumbuke leo. Let heaven remember you today. Watu wamekusahau sana, People have forgotten you so much, lakini mbingu but heaven zinenda kukukumbuka. is going to remember you. Na Mungu ana muda yake, And God has his timing. na muda ya Mungu ndio mzuri sana And God's timing is the best, kushinda ya binadamu. more than of the human being. Utakumbukwa. At the right time, at God's timing, you'll be remembered. Wakati watakaa kwa meeting wako natafuta mtu, watamkosa mpaka wewe upatikane. When they sit in the meeting, they look for someone and they'll fail until they look for you. Mpaka utatafutwa. Until you are Ndio found. muda ya Mungu. That is God's timing. Haleluya. Amen. Yule ndugu akasimama That boy stood. akasema, mfalme, Said the king, tulikuwa mu prison were in prison. tukalota ndoto. We had dreams. Unakumbuka yule jamaa alitundikwa? You remember that man who was hung? Yusufu alitafsiriaka. Joseph interpreted Hata for him. mimi kuinuliwa kwangu, Even me, my elevation. Yusufu alitabiria hiyo mambo Joseph interpreted this juu ya ndoto. through dream. Bwana wangu, My Lord, Yusufu aletwe hapa, let Joseph be brought here. atatafsiri. He'll interpret. Na Said what? protocol in charge ya security, muashe gari sasa hivi, mwende kwa prison, mwende mumulete Joseph hapa, muandae kiti karibu yangu, jua nitafsirie vizuri ile ndoto. Protocol, prepare a vehicle, go to prison, bring Joseph
near me here that I can hear properly the interpretation of this dream. Haleluya. Amen. Gari linaenda The vehicle, they na drop it. mabodyguard na And the protokoli ya bodyguard president and the protocol of wanafika ku president. prison. They reach the prison. Wanasema kuna mtu hapa naitwa They Yusufu. said, is there somebody called here Sema Joseph? ndiye mkubwa. Yes, he's a big Wakasema person. anahitajiwa. He is needed. Haleluya. Hallelujah. Wakamchukua Yusufu. They got Joseph. Wako namleta kwa Farao. They are bringing him to Pharaoh. Yusufu Joseph, akafanya nini? what did he do? 41 mstari wa 14. 41:14. 41:14. Yes. But think on me when it shall be well with thee, and show kindness, I pray thee, unto Alafu Farao akatuma wakaita Yosefu wakamleta upesi toka mnyororo. Okay. Then Pharaoh sent and called Joseph, and they brought him hastily out of the dungeon. And he shaved himself and changed his raiment and came in unto Pharaoh. Amen. Amen. Yusufu wakati wanakuja mtafuta, Joseph, when they came to look for him, akafanya mambo mbili. he did two things. Kwanza akanyoa nywele za mprizo kukwake kasalo ya mzuri, mule mprizo ashakuwa na manywele akanyoa nywele yote. First of all, he shaved his hair because in prison there was no good salon. He shaved his hair. Leo kuna nyoa umasikini zote, mateso, maisha ya madeni, unatoka mprizo leo kwa jina la Yesu. Yote uko naikata, yote unaipalula. Today you are shaving off all the debts of prison. You are shaving off poverty and Amabanja, owavu, okubonabona, ebiroto bibi, byona lero, oja bijayo mu linnya lya Yesu. Kubanga Katonda ajja kujayo mukomera. Because God is getting you out of dungeon. Buli kyonna kibadde kikubonyabonya. Everything that has been troubling, Leero kigenda mu linnya lya today it Yesu. is going away in Jesus' name. Haleluya. Hallelujah. Utanyoa leo toshe hizo mateso. Today you shave off all those problems, Sura ya stress. all the stress. Tanyoa yote. You will shave off. Kukosa usingizi usiku. Lacking sleep at night, Yote utakata. you will shave off. Yusufu akanyoa vizuri. Joseph shaved well. Unajua Yusufu alikuwa kwa Potifa, alikuwa anaona Potifa mbele aende, ananyoa kabisa. Alikuwa anaona mbele aende kwa Farao. Alikuwa alishajua nani ananiita Farao, akakumbuka kwanza sitaenda na ima nywele mbele ya Farao. You know, Joseph, as he was in Potiphar's house, he could see how Potiphar could shave off his hair and everything. Then when he was called, he said, I'll not go with this hair. He first shaved off. Najua president akikuita, You know- wanakuita hapa ni State House, unahitajika. Rais anakuita. You know, when you are called by president that go to State House, you are needed by president. Hautaenda kawaida kenyeji. You will not go just ordinarily as you are, in casual way. Leo mfalme kona kuita leo. Today, the king is calling you. Uko natoka mprison. You are getting out of prison, Ukutane na pea yako ya ine Farao. that you meet your first P, Pharaoh. Haleluya. Amen. Akanyoa. He shaved off. Ya pili akabadilisha manguo. The second, he changed his clothes. Haleluya. Amen. Hali itabadilika hii mwaka. Life will change this year. Utabadilisha. You will change. Mambo zitabadilika. Situations will Oh, change. naona kuna watu Mungu anakiabadilisha. I see some people whom God is going to change. Sababu ndoto yako inataka timilika. Because your dream is coming to Kuna fulfillment. atmosphere ya mabadiliko ya maisha There is atmosphere of change of life ambayo Mungu anataka badilishia mtu maisha. that God wants to change for somebody. Sijalishi nani amekutia kwa prison No matter who put you in prison, au kesi yako ni gani, whether what kind of case you have, lakini mbingu zinakutetea. but heaven is defending you. Mbingu zinataka kutoa mgereza. Heaven wants to get you out of dungeon. Muda wa Bwana ndio huu, The Lord's timing is this. sio muda wa It mwanadamu. is not timing of human Mbingu beings. zikikukumbuka When heaven remembers you, zinakukumbuka. remembers you. Yusufu Joseph, akabadilisha nguo, he changed his raiment. kavaa nguo mzuri. He put on good clothes. Hata alikuwa kuprison, alikuwa na kanguo yake ya mzuri, Even in prison, he had his good clothes, na aliificha mahali. but he kept it somewhere. Ile siku akaivaa,
That day, put on. Celebration yako inakuja hii mwaka. Your celebration is coming this year. Hii mwaka umeingia. This year you are Celebration yako imeingia. Your celebration is Akavala vizuri. He dressed well. Akakuja mbele ya Farao. He came before Pharaoh. Batu watakosa solution, netafanya bakutafute wewe. People will fail to have solution until they look for you. Paka wakutafute wewe. Until they look for you. Na utakapokuja wewe ndio utakuwa solution. And when you come, you'll be the solution. Yusufu anakuja. Joseph comes. Anaingia mu parlement. He enters the parliament. Wa ministre watu ya ajabu, ufalme yote ya Farao inakaa. The ministers, all the king's people were full there. Farao akamuuliza Yusufu. Pharaoh asked Joseph, wewe ndiwe Yusufu? Are you Joseph? Akasema ndio. He said yes. Unaweza nitafsiria ndoto yangu? Can you interpret me my dreams? Said bila shida. Said no problem. Farao akaongea. Pharaoh spoke. Sijui alimuita jina gani. I don't know what name he called him. Nakamwambia nimelota ndoto. Said but I had a dream. Ilikuwa hivi. It was like this. Yusufu hakwenda mbali. Joseph did not go far. Akaambia maana ya ndoto ni hii. He said the meaning of that dream is this. Utakuwa miaka 7 ya njaa. There'll be 7 years of famine. Lakini nchi yako hii. But this nation of yours. Yenye ni kainchi kadogo. That is the small nation. Itakulisha nchi 7 kubwa kubwa. Will feed 7 nations. Inahitaji pate mtu wa akili. You just need a wise person. Ujenge madepo kubwa kwa nchi yote. That you build big depots. Mwanze weka chakula. That fill in their food. Hata wale wakulima wakwe naleta kwako sehemu. Even those who are farmers, let them bring them to you. Saa ya njaa. The time of famine. Ni wewe utalisha watu. You'll be the one to feed Ndio them. maana ya ndoto zako zote mbili. Those are the meaning of your two dreams. Farao akasema tupate mtu kama na huyu wapi? Pharaoh said, where can we get such a wise person? Tusome mstari wa 37. We read verse 37 of chapter 41:37. Neno hili lilikuwa jema kwa macho ya Farao na kwa macho ya watumishi wake wote. Farao akaambia watumishi wake, tunaweza kupata mwingine kama huyu, mtu mwenye roho ya Mungu? Genesis 41:37. And the thing was good in the eyes of Pharaoh and in the eyes of all his servants. And Pharaoh said unto his servants, can we find such a one as this is, a man in whom the Spirit of God is? And Pharaoh said unto Joseph, for as much as God has showed thee all this, there is none so discreet and wise as thou art. You want to enter your 4th P, you will meet Pharaoh. Na hautarudia ku prison. And you'll not go back to prison. Wala hautarudia kushimo. You'll not go back in the pit. Sababu Mungu anatupeleka utukufu kwa utukufu. Because God is taking us from glory to glory. Farao akamfanyizia Yusufu mambo 4. Pharaoh did 4 things to Joseph. 42. 42. Mwanzo 41, 42. Genesis 41:42. Farao akaondosha pete yake mkononi mwake, akaitia mkononi mwa Yusufu. And Pharaoh took off his ring from his hand and put it upon Joseph's hand. Ya kwanza akamvalisha na pete yake. The first thing, he put a ring on his finger. Pete ni agano, ni mapatano, ni alliance. A ring is a covenant. Akamvika ile pete yake. Put a ring on his ya kwamba hii maneno finger. Sitageuka, sitabadilika. Jinsi nimesema utakuwa ministry na utakuwa ministry tu. That this word, as I've spoken it, I'll not change. Since you'll be a minister, that's what you'll be. Akamvika ile pete yake. Put a ring on his pete hand. ya dhahabu. The ring of gold. Sisi tuko na mapatano, tuko na alliance na Mungu, tuko na alliance na Kristo. Shetani hata tuwezi. We have that covenant with Jesus. We have that agreement with Jesus. Devil will not manage us. Jambo la pili alimfanyizia. The second thing he did to him. Akamvalisha mavazi ya kitani mzuri. Tungali ku 42. We are still in verse 42. And put it upon
and arrayed him in the vestures of fine linen. Akamvalisha mavazi ya mzuri. He dressed him with fine linen. Jambo la tatu, The third thing, akatia mkufu wa dhahabu shingoni mwake. and put a gold chain about his neck. Jambo la 43, 43, akampandisha kwa gari la pili lililokuwa gari lake. and he made him to ride in the second chariot which he had. Na jambo la 5 alimfanyizia, akampa jina mpya. And the fifth thing he did to him, and they carried him before him, and gave him Number a new... 45. Number 45. And Pharaoh called Joseph's name Zaphanath Paneah, and he gave him to wife Asenath, the daughter of Potiphar, priest of On. And Joseph went out all over all the land of Egypt. Akampa jina mpya. He gave him a new name. Kuna majina dunia imekupanga. They are names that the world has given him. Kumbuka ndugu za Yusufu walimpa jina ya kumshimanga, bwana ndoto. Remember, Joseph's brother nicknamed him a dreamer. Lakini Farao anakiampa jina. But Pharaoh comes to give him a name. Kuna jina utapewa. There's a name you'll be given. Utasahau majina ya You'll zamani. forget old names. Kuna majina dunia imekupatia majina ya chini. There are names that the world has given you, low Lakini names. Bwana atakupatia jina la heshima. But God will give you honorable names. Jina la utukufu. A name of glory. Mungu atakupatia jina. God will give you a name. Mwaka huu utapewa jina. You will be given a name. Watakuita Salongo Shabade. They'll call you Salongo. Ni jina Mungu anapanaka That's hili. the name that God gives. Ukizala bawili mara moja anakuita Shabade, Salongo. If you produce twins, they call you Salongo there and then. Ni jina Mungu anakupatia. It's the name that God gives you. Hallelujah. Hallelujah. Mungu atakupatia jina. God will give you a name. Mungu atakupatia jina. God will give you a name. Kuna watu Mungu atabadilishia majina. There are some people whom God is going to change their names. Walizoea kukuita jina. They are used of calling you a Lakini name. Mungu atakupa jina. God will give you a name. Kuna watu ambao dunia imepatia There majina. are some people whom the world has given names. Ukigonjwa watakuita mgonjwa. If you are sick, they call you a sickler. Na ukipona watakuita nani? And if you are healed, how will they call you? Amina. Amen. Kama umepona watakuita jina gani? Now, if you are healed, what name will they give you? Your own name. Kaona. Mbukaona. Kaona Survivor. survivor. Kaona. Kuna watu shida inafunika jina yako hawataijua. There are some people that problems has covered your name and they don't know you. Hallelujah. Amen. Lakini Mungu atakupa jina. God will give you a name. Bwana sifiwe. Praise the Lord. Kuna ndugu mmoja alikuwa anamuita kama mkono. There's a brother who was called Kamukono. Alikuwa na mkono yake. He had this withered hand. Wakakuwa anamuita kama mkono. They were calling him Kamukono. Mimi nikasema hapana. Muluganda. Kakono. Nikasema hapana, huyo mtu hana jina. I said, hiyo jina anamuita Kakono, ni juu mkono yake iko hivyo. Does that person, he doesn't have a name that say, because of his hand which is withered, that's how we call him. Njoo address ile, ukiuliza tu kwao na Kakono, Kamkono watakuonesha kwao pale. That was his address. When you call Kakono, they say, hey, nyumba ya Bweri wali. Ni ile haiko jina. And that's not a name. Ni shida ndio nampa jina hiyo. That is a problem that gave him that name. Sasa mkono ikipona. Now if the hand is healed, watamuita tena Kakono na isha kuwa na mkono. Will they call him Kakono? Yes, he has a full hand. Jina yake ilikuwa John. His name was John. Lakini kapotea. It disappeared. Mungu atakupatia jina. God will give you a name. Itafunika ile mashida binadamu amekuzoea nazo. All the problems that human beings use. Hallelujah. Amen. Joseph akapewa jina mpya. Joseph was given a new name. Ya herufi 15. Which has 15 letters. Sijui jina lako na herufi ngapi? I don't know how many letters your name has. Jina lako na herufi ngapi? How many letters does your name have? Ngapi? 7.
Ya Yusufu ilikuwa mrefu 15. Joseph's name was a long letter with many letters, 15 Hata letters. yangu ya herufi kenda. Even mine. Iko mrefu, yangu ni mrefu, Mutayongwa iko mrefu. Even my name is long, Ya Mutayongwa. Yusufu ilikuwa tena mrefu zaidi. But of Joseph was longer than mine. Ingekuwa hii masiku wangekata tu Zafenati basi. If it was this day, they would call it Zephaniah. Lakini ilikuwa jina mrefu. But it was a long name. Ke Mungu atakufanyia kitakuwa unique. What God will do for you will be unique. Hallelujah. Amen. Yusufu hajakuwaka na majina wa jina ingine ya hivi. Joseph had never had such a name. Zafenati Panea. Zephaniah. Unasikia ile jina hapa Uganda, Zafenati Panea. Have you ever had that name in Uganda, Zephaniah? Amina, iko unique. Unique Ke name. Mungu atakufanyia, atakupatia bwana iko unique. That's what God will do for you. He'll give you a unique man. Atakupatia bibi iko unique. He'll give you a woman who is a unique. Atakupatia gari iko He'll unique. give you a vehicle which is unique. Atakupa nyumba iko He'll unique. give you a unique house. Ndio maana usikuwe na kopi aseme nitajenga nyumba kama hii. Fabrike yako plani chapa kitu iko unique. Don't copy. My plan will be that one Mwamba. Make a plan which is unique of your house. Chapa piga akili pale. Na itakuwa chumba na hapo itakuwa fasi ya hii na chapa kitu iko unique. Draw a unique plan that you say here will be a toilet, here will be kitchen, here will be bedroom, something unique. Hapana leta engineer enyumba yo ojilaba bulungi. Njagala ogizimbe bwotyo nga bweri. Kole ekintu kiri unique. Don't bring engineer. I want my house to be exactly like that plan of that house. Mungu atakupa kitu iko unique. God will give you something unique. Tofauti na vitu zingine. Different with the other things. Yusufu amepata jina mpya. Joseph has got a new name. Na kutoka hapo. And from there. Ameingia P yake ya mwisho palace. He has entered his last P, palace. Amekuwa premier minister. He became prime minister. Taarifa zinaanza tembea. The news started moving around. Taarifa za habari. Headline. Mfalme ameamua kumuinua Yusufu na kumfanya waziri mkuu wa nchi yote ya Misri. The king has decided to promote Joseph to be a prime minister of the nation of Egypt. Taarifa kamili. That is the right news. Kuna kwa kaile taarifa kwa ka bulletin headline. Sasa taarifa yenyewe. Now the headline. Kisha watu wote kushindwa kutafsiria ndoto ya mfalme. Now all people after failing to interpret the king's kuna mtu aliyetafsiria hiyo ndoto. Somebody who interpreted that dream. Naye si mwingine ni Yusufu. And that is not another person. Na imependeza mfalme kumuinua Yusufu. Tangia saa hizi Yusufu amekuwa wakili. Amekuwa minister. He has become prime minister. Potiphar iko nafuata news jangu anaita bibi yake. Potiphar was following the news. He called his wife, come and see my wife. Yusufu gani huyu? Which Joseph are they talking about? Sasa hawaongei Yusufu, wanaongea ile jina ingine. Now they could not call him Joseph, they are talking about the other name. Kuna jina watakuita patu watashangaa. There is a name that they'll call you and people will be surprised. Sasa Yusufu anakuwa bosi hata ya Potiphar. Now Joseph became a boss of even Potiphar. Wenye walimtupa ku prison. Those who threw him in dungeon. Mara moja Potiphar akasema, mimi Yusufu alikuwa rafiki yangu, wewe ndio ulilisema hii mambo. Then Potiphar told his wife, you are the one who made him to be thrown in prison. Joseph was my good friend. Kwa rafiki yangu. He was my friend. Marafiki maadui yako watatubu benyewe bila haujaongea chochote juu ya maneno Mungu atakufanyizia. Your enemies, they will confess to you because when you have not told them anything, but because of what God will do for you. Yusufu alipokaa kwa kiti hicho cha minister. When Joseph sat on that seat of prime minister, anakuwa waziri. He was now minister. The minister. Mtu mkubwa. Somebody great. Ndoto yake katimilika. His dream was fulfilled. Nini limtosha kushimo? What got him from pit? Nini limtoa kwa Potiphar? What got him from Potiphar? Nini limtoa ku prison? What got him from prison? Nini limtoa mbele ya macho ya Farao? What got him before Pharaoh? Na kumuingiza palace. And to take him to palace. Inaitwa neema. It's called grace.
Neema ya Mungu. God's grace. Haleluya. Amen. Kuna watu watakuuliza There's some people ulifikia asking, hapa namna How gani? did you reach here? Waambie tu neema ya Tell Mungu. them God's grace. Neema ya Mungu. God's grace. Haleluya. Hallelujah. Sababu kuna wengine wanakufia mshimo. There are some people die in the pit. Hata mipango ya adui ilikuwa kufia mshimo. Even the plan of the enemy that he died from. Neema ya Mungu ilimtoa hapo. But God's grace got him from there. Ikamleta kwa Potifa. And brought him to Potiphar. Hata hasira ya bibi ya Potifa Even the anger of the wife of Potiphar. ilikuwa Yusufu afungwe na malizwe. That Joseph be imprisoned and be finished. Neema ilimtoa huko. But grace got him. Neema ya Mungu inatosha. God's grace is Hata enough. wakufanyizie meeting mbaya, Even if they do you bad meeting, jua kumaliza, that they finish you, neema ya Mungu God's grace ita-intervenir juu yako, will intervene because of you. itakutetea Till defend you. mpaka ikufikishe kwa utimilivu ya ndoto. Till you reach the fulfillment of your dream. Angalia huyu Mungu, Now see that God. njaa inaingia kwa huyu Yusufu. Now the famine enters there where if Joseph comes from. Njaa, Famine. wanaenda tafuta chakula. Now they're going to look for food. Mbele upate chakula, Before you get food, inabidi ufike kwa Yusufu na bordero yako ya chakula, njoo asinye yako, nasema uende wa kuservir. you need to reach before Joseph with the documents of the food is signed. Then it says go to the store and you get Mstari food. mrefu ya watu Long queue of people. walipokuja, When they came, si hawa ndio waliniuzisha hawa? these not the ones who sold me. Akawajua, hawakumjua. He knew them, but they did not know him. Akalia machozi, He wept tears. niwafanyie nini? What should I do to these people? Sasa hii na mimi niko na nguvu ya kuwapiga fimbo, Because even me now I have the strength of beating them. lakini nampenda Yusufu. But I love Joseph. Mahali tulianzia kwa kusoma Where we began reading, kwa 45, verse 45, chapter 45. nikimalizia, As I conclude, Yusufu Joseph akasema muite wale watu, said, call those people, muwaikalishe, make them to sit. nitakula nao leo lunch. I'll have lunch with them today. Watu hawakujua kwa nini, People did not know why. wakakaa tu They just sat. na wako naoga. They were just there. They Huyu had mtu, fear. huyu minister anatuitia nini? Why is this prime minister calling us? Yusufu akasema mnakaa vibaya, Joseph said, you have sat wrongly. wewe kaa hapa, wewe ndiwe mkubwa. You are the first. Sit Wa pili there. kaa hapa, wewe watatu. You, the second one, sit there. The third one, sit here. Huyu Now this one, hakuwaki, this one is not there. wewe kaa hapa. Now you sit here. Wakaanza ulizana, They asked huyu mtu themselves, ni nabii? is this person a prophet? Ona ni hivi tuko. And this is the order how we are born. Anauliza huyu alienda wapi? Where did this one go? Tulikwambia tusimuuzishe. We told you that we should not sell him. Aseme okay. Said, okay. Tusiende mbali. Let us not go far. Mstari wa 3 anasema hivi. Verse 3 says, 45:3. 45. Yosefu akawaambia ndugu zake, mimi ni Yusufu. Mimi ni Yusufu. Joseph. Mara moja wakashuka chini kwa magoti. There and then they bowed down on their knees. Akawaambia, And told them, Mungu God, ndio amenisaidia who helped me, nifike hapa leo, that I reach here today. na sitawafanyizia ubaya, I'll not do evil to you, lakini nitawatendea mema. but I'll do you good. Haleluya! Hallelujah. Ndoto ikatimilika, The dream came to na wewe fulfillment. ndoto yako Even itatimilika. your dream will come to Wenye fulfillment. wanakuroga leo, Those who are bewitching you today, kesho utawasaidia tomorrow you'll help na watajua Mungu and they'll know God iko. that is Mimi alive. nakuombea I'm praying for you usikufie mshimo. that you don't die in the pit. Juu ukikufia If you mshimo, die in the pit, batasema bo, they'll say, tumemmaliza, we'll finish him. tumemmaliza. We'll finish him. Na usikufie kwa And Potifa, you should not die in Potiphar's place. na usikufie mprison, And you should not die in prison mpaka ufike palace. till you reach palace. Neema ya Mungu God's grace inabeba mtu viwango kwa viwango. carries somebody from a step to step. Jinsi ulikuwa jana haiko njo jinsi uko leo. The way you were yesterday, you are not the same today. Miaka zinabadilika, Years are changing. lakini kama ubadilishe mawazo zako, miaka zitabaki vile vile. But if you don't change your thinking, the years will remain the same. Kuna kitu mmeona imebadilika hapa Do you kwa see? Rehoboth, Have you seen something that has changed here in Rehoboth? kutoka
to 2020 na 2021. From 2020 to 2021. Kuna kitu mmeona imebadilika? Is there something that you have seen that has changed here? Mwangalie vizuri. Banange, look around well. Mama is saying mask and sanitizer. That's what she's seeing, the change which is here. Hallelujah. Amen. Bwana sifiwe. Praise the Lord. Hey. Sasa inabidi akili ndio ibadilike. We need to change our wisdom. Ndio tubadilishe mambo. That we change situation. Neema ya Mungu haitaruhusu kufia kushimo. God's grace will not allow you to die in the pit. Itakubeba. It will carry you Paka kuaccomplissement. up to the complete. Yusufu walimchukia juu ya ndoto. Najua barikiwe, ndoto tena ndio ilifanya kabarikiwa. Joseph was hated because of dream. It was also dream that made him to be blessed. Kuna watu hapa Mungu anaenda wapeleka palace. There are people here whom God is going to take to palace. Maisha ya kiwango cha juu. The life of high level. Yusufu mwalizoea koga kuprizo kamai mweko na jimwagia hivi kuprizo. Anaanza nao maji ya kizungu. Joseph. Palace. Joseph, who was in prison, just could get a drop of water dropping on him. Now is in palace, just swimming in bathtub. Maisha The itabadilika. life will change. Hautakufia You will kushimo. not die in the pit. Neema ya Mungu God's grace itafanya ahadi zitimilike kwako. will make promises to be fulfilled to you. Kila ahadi uko nayo, Every promise you have, neema ikusaidie let God's grace help you. ufikie hiyo ahadi ya That Bwana. you reach that God's Chochote promise. Bwana amesema na wewe, Whatever thing God has spoken to you, neema God's grace will itakusaidia. help you. Hata kama leo vitu ziko ngumu, Even if today things are hard, ni safari. it is a journey. Inaweza kuwa ungali tu kushiba, You could be maybe in the pit. lakini ushaanza complain, You start complaining. ungali Potifa, kungali na prison, There is still Potiphar, there is also prison. me ungali kushimo, ungali unalia. And you are in a pit, you are just there crying. Afadhali kama uko ku prison, At least when you are in prison, jumbele ni Farao na State House. then before you there is the Pharaoh Palace. and State House. Me Palace. kama ungali kushimo, unaanza complain, If you are still in the pit and you are complaining bitterly, kotafikiriaka ku prison, now by the time you reach prison, utakosha tupa imani when you have lost faith, kuwa nguvu. be strong. Bwana iko na wewe. God is with you. Neema Grace itakusaidia will help you. ili chochote Mungu alinena na wewe That everything that God spoke with you, kitimilike maisha yako. that be fulfilled in your